Ya chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema kimetangaza kuwa kampuni ya kisheria Amsterdam and Partners LLP ya Marekani kwa sasa itakuwa na wajibu wa ushauri wa kisheria na uwakilishi katika kesi zinazokikabili chama hicho nchini Tanzania. Akithibitisha kuchukuliwa kwa uamuzi huo, mwanasheria mkuu wa chama hicho Dr. Rugemeleza Nshala amesema uamuzi huo unatokana na changamoto kadhaa za kisheria wanazokabiliana nazo nchini humo. Kwa kutathmini hatua hiyo, Sudi Mneti amezungumza na mwanasheria na wakili William Maduhu akiwa Dar es Salaam, na kwanza alimuuliza zipo ishara kwa madai ya Chadema kubinywa kisheria ndani ya Tanzania. Tusikilize. Kuna dalili za wazi wazi kwamba kuna ubinyaji wa haki zao na wana wasiwasi kwamba baadhi ya maeneo huenda haki isitendeke. Mfano mzuri, mwenyekiti wao ambaye sasa yuko gerezani Ukonga alieleza mahakama, alisema kwamba mawakili wake sasa wananyanyaswa, hawasikilizwi. Mheshimiwa Lissu anaona kwamba kule Ukonga mwenendo mzima wa shauri unavyoendeshwa, mawakili tukienda kumuona tunazuiliwa, tukitaka kufanya naye mazungumzo ya faragha tupewi fursa hiyo, tukitaka kupeleka nyaraka mlongo unakuwa ni mrefu, haki yake ya kuabudu alikuwa haipati, kufanya mazoezi hapewi. Wanataka wawe washauri wao wa kisheria na wawakilishi wao kisheria katika kesi zinazowakabili, pamoja na hiyo ambayo umeielezea hapa. Linawezekana vipi hili? Inawezekana kwa sababu licha kwamba hataweza kuingia hapa nchini, kwa maana mfumo wa kisheria wa hapa kuingia ni mgumu kidogo, lakini bado wao kama law firm ya kimataifa wana uwezo wa kutumia forum za kimataifa kupressurize, kwa maana kwamba kutumia, kwa sababu kumbuka ndugu yangu Mneti, ni kwamba hii ni kesi ya kisiasa. Kwa hiyo inatakiwa kupiganiwa kwa mbinu zote mbili, mbinu za kisheria na mbinu za kisiasa. Kwa hiyo kitendo cha wao kwenda kutumia partner kimataifa, moja ni kwamba tunafahamu sisi kama mawakili kwamba hawezi kuingia hapa nchini kufanya kazi hiyo, lakini itasaidia mno kwa sababu huyu mtu, kumbuka, ana connection zote za jumuiya ya kimataifa. Anaweza kaandika barua kwenye mabunge ya jumuiya kama bunge la Ulaya, lakini pia kwenye organ za kimataifa kama UN, lakini pia kwenye jumuiya zingine za ukanda wa Afrika kama SADC na kwingineko, maeneo ambayo Tanzania lazima tu force diplomasia italazima kujibu tumalizo kama ni za kweli au la. Amsterdam and Partners LLP ya Marekani sio mara kwanza kusikika katika siasa za Tanzania. Kuna chochote ambacho unaweza kusema kimekuwa matokeo chanya kutokana na jitihada zao na kile ambacho wamekuwa wakifanya kwa Chadema? Nafikiri matokeo chanya ni mengi. Kwa mfano, nipe mfano tu mzuri. Kwenye kesi ya mwenyekiti wa zamani wa Chadema Mheshimiwa Freeman Mbowe, hawa watu walitumika sana kutoa pressure kule nje. Waliandika barua kule IDU, wakaandika barua bunge la Ulaya kama nakumbuka, wakaandika barua UN, kama lazimu rais wa Tanzania Mheshimiwa Tanzania kuzuru Ubelgiji kama nakumbuka, na kazuru mpaka bunge la Ulaya, akakutana mpaka na Mheshimiwa Lissu. Hiyo ilikuwa ni matokeo ya hawa ndugu zetu. Lakini mfano mwingine mzuri Sudi ni wakati wa Mheshimiwa Lissu wakati anapigwa risasi, ilimsaidia sana kurejea nchini wakati wa hata kugombea urais, na imfanya hata anakuja nchini kipindi kile aliyekuwa rais wa Tio Magufuli amwache afanye siasa akiwa huru. Mheshimiwa Lissu alifanya siasa bila kuguswa kabisa, kwa sababu wale mabwana walikuwa wanaandika muda wote kwamba tuna monitor, tunafuatilia, ikitokea Mheshimiwa Lissu amezulika, serikali itawajibika. Magufuli ilimbidi awaagiza watu wake wa ulinzi kwamba Mheshimiwa Lissu anapaswa kulindwa kwa gharama yote. Kwa haya yanayotokea yanaleta picha gani kwa muhimili huu wa mahakama wa Tanzania? Ningetoa wito kwa serikali kwamba huu mwaka uchaguzi Sudi, lazima watu wazungumze, kutakuwa na pressure, kutakuwa na joto. Basi wanasiasa walioko madarakani wawe wavumilivu, na pepa ya jambo ambalo halijakaa sawa wazungumze kupitia forum zao, wasitumie polisi na mahakama. Lakini pia mahakama yenyewe pia inapopokea mashauri kama haya, nafikiri kama chombo huru ni muhimu sana ikatumika kutenda haki. Kwa hiyo nikimalizia ni kwamba Tanzania kama nchi ya kidemokrasia, kwa mujibu wa ibara ya 3, tuwe na utamaduni wa kuzungumza masuala ya kisiasa badala ya kuyabadilisha masuala ya kisiasa kuwa masuala ya kijinai.